Sayuni TV, neno la Bwana. Sayuni TV 62. Leo ni siku ninamshukuru Mungu. Mungu ambaye amekuwa mwema, Mungu ambaye amekuwa ni kimbilio ndani ya maisha yetu. Ninamshukuru Mungu ni kwa sababu ya kunipatia uhai. Ninamshukuru Mungu ni kwa sababu ya kunipatia pumzi. Ndiposa niweze kumtukuza. Ameniamsha ili nifanye nini? Ameniamsha ili niendelee na kunena ukuu wake. Ameniamsha ili niendelee na kunena neno lake katika jina la Yesu Kristo. Jehova yeye ni mwema na yeye ni mwaminifu. Siku ya leo nataka kunena na ndugu, nataka kunena na dada. Huyu ambaye moyo wake umefitika, huyu ambaye moyo wake umeinama. Hasa wakati watu wanasema dunia ni mbaya ama nchi ni mbaya. Na maandiko yanasema ya kwamba katika Yohana 14, tusifadhaike mioyoni mwetu, tutakula nini wala tutakunywa nini, kwa sababu Mungu wetu anatujua. Ni siku ambaye nataka kunena na huyo ndugu, kumweleza ya kwamba kuna Mungu katika mbingu na kuna matumaini ndani yake. Yesu Kristo mwenyewe alisema ya kwamba tusifadhaike mioyoni mwetu, tusifadhaike na chochote, kwa sababu yeye mwenyewe anatutazama kwa mema. Ndugu yangu, dada yangu, nataka kuelewa, wakati uko katika changamoto, wakati ambaye uko katika mateso, kaa ukijua ya kwamba Mungu anajua na anajua mwisho wa maneno. Na ndiposa akasema katika Zaburi 34 mstari wa 8, akasema ya kwamba nijaribuni mimi Mwenyezi Mungu, muone nilivyo mwema. Kwa nini unahangaika? Kwa nini unafadhaika? Kwa sababu kuna Mungu ambaye anatuangalia. Kuna Mungu ambaye ametutola katika kikaji cha mkono wake. Anaona kuta zetu daima. Maandiko yanasema ya kwamba katika Zaburi 30 mstari ni wa 5, maandiko yanasema ya kwamba kilio huja jioni, lakini kicheko huwa ni asubuhi. Kwa nini wewe mwenyewe unalia? Unalia ni kwa nini? Kaa ukiwa leo hauna chochote, lakini haimaanishi ya kwamba kesho yake hautapokea kitu. Haimaanishi ya kwamba wewe hautakuwa tu mwenyewe, wewe unaajiri watu. Leo hii wewe ni mwajiriwa, lakini Mungu akitazama, Mungu wangu bila amekuweka, anajua ya kwamba siku ya kesho kuna mahali atakuwa amekuweka. Lakini Mungu anakushangaa wakati anakuandaa uweze kuingia mahali pale, wakati amekuandaa ili aweze kukusimamisha katika mwanya ambaye amekuwekea. Unaingiwa na wasiwasi. Wacha kuwa na wasiwasi ndugu yangu. Haijalishi ni nani alikufunga, Mungu ako na funguo za kukufungua. Katika kitabu cha Isaya 22 mstari wa 22, maandiko yanasema ya kwamba tumekabidhiwa ufunguo katika mabeka yetu. Chochote ambaye tutafunga hakuna awezaye kukifungua. Kile ambaye tumefungua hakuna awezaye kukifungua, kwa sababu yeye ni Mungu. Wacha Mungu aitwe Mungu katika moyo wako. Wacha kufadhaika. Yesu mwenyewe ndiye alisema ya kwamba tusifadhaike. Haijalishi mambo inaenda namna gani, tuache kujipikania. Wacha Mungu atupikanie mwenyewe, kwa sababu yako na uwezo. Kuna mtu katika familia alisema ya kwamba utaendelea. Huyo mtu unataka kumwambia ya kwamba asifadhaike, kwa sababu wewe yu mwema, uko na Mungu aliye mwema ndani ya maisha yako. Kuna rafiki ambaye hataki kuona ukiendelea. Kuna mtu ambaye hataki kuona ukiendelea na ni wa karibu sana nawe. Wacha kumwonyesha huzuni. Muonyeshe ya kwamba Mungu ako ndani yangu na Mungu ataniinua na Mungu ako na uwezo wa kubadilisha kila kitu. Tumekuwa tunaonyesha nguvu za giza ama mapepo kuonyesha ya kwamba ni kama tumeshindwa. Na Mungu ametuchola katika kiganja cha mkono ambaye anatutazama kila wakati. Anatutazama, anaona kuta zetu daima. Ni kwa nini tunakuwa na wasiwasi? Ni kwa nini ambaye tunafadhaika katika mioyo yetu? Kuna Mungu ambaye anatutazama kila dakika. Kuna Mungu ambaye anatuamsha. Tunapaswa kujua ya kwamba kichwa ambaye tunalilia, kuna mtu mwingine anataka amke mahali amelala aweze kukipata. Hicho ambaye Mungu amekupatia, ambaye wewe mwenyewe yalifika, Mungu anakuangalia na kushangaa. Maandiko yanasema ya kwamba Lecho ambaye alikuwa ni mke wa Yakobo, maandiko yanasema ya kwamba kwa sababu ya manunguniko mengi juu ya watoto, Mungu alimpa watoto wawili,
lakini wa pili hakuweza kumnyonyesha. Alisalia kwa njia na akafa kwa njia. Wewe kwa nini unakuwa na manunguniko? Unakuwa na manunguniko ni kwa sababu ya mali, na Mungu anakukabidhi ile mali, lakini kwa sababu ya ile manunguniko unakuta ile mali iwezi kasimama, ama ile mali iwezi kuwa ni mali ya baraka, ama inakuwa ile mali inakusumbua hata wewe mwenyewe. Unakuwa na manunguniko ya watoto. Mungu anakupatia watoto kwa sababu wewe mwenyewe ulimnungunikia, ukaona hawezi. Unapokea watoto wa kusumbua. Tumngojee Mwenyezi Mungu. Tuache kuhangaika katika mioyo yetu. Tuache kufadhaika kwa sababu Mungu ako na uwezo. Tukienda mstari wa 12, maandiko yanasema ya kwamba hatakaye niamini mimi atafanya kama mimi, kwa sababu nimeenda katika mkono wa kulia wa Baba, na tena atafanya zaidi. Kama unamwamini Yesu, kaa ukijua ya kwamba hakuna kitu ambaye kitakushinda. Dada yangu, ndugu yangu, Yesu angekuwa hapa duniani na umuendee, kile ambayo ungekuwa unataka ungekipokea. Muamini tu, hata akiwa katika mbingu ako na uwezo wa kukupatia hicho kitu. Tumshukuru Mungu kwa sababu ako na uwezo. Maandiko yanasema ya kwamba tuendelee na kumwamini Mwenyezi Mungu, nasi hakuna siku tutaaibika. Hakuna siku ambaye hatutaweza kupokea kile ambaye tunachokihitaji, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Jina la Mungu wetu liweze kutukuka. Hata majaribu yawe namna gani, hata shida siwa namna gani, hata nchi iende namna gani, Mungu anabaki kuwa Mungu, kwa sababu Mungu ni mwaminifu na amekaa katika kiti chake cha enzi, anatutazama kila wakati. Na ndipo anasema kila wakati, unaposimama na watoto yatima, unanikopesha mimi, na mimi lazima nikulipe. Lazima nikulipe, kwa sababu sitaki kuwa na mandeni. Lakini unakuta wakati mwingine hata watoto hatuwatambui, na vile hatuwatambui bado tuko na ile kula kufadhaika ndani ya mioyo yetu, ni kwa sababu ya watoto wetu. Na ndipo wanaona wanaenda na njia mbaya, na tunaanza kuuliza Mungu. Ninakuomba kila siku Mwenyezi Mungu, ni kwa nini Mungu watoto wangu wanaenda vibaya? Jiangalie wewe mwenyewe, angalia msingi wa maisha yako, angalia msingi wa familia, uone kama vile ambaye utasimama na Mungu, na Mungu naye atasiti kukuinua. Kuna Mungu katika mbingu, kuna Mungu anatuangalia kwa wema, kuna Mungu anatuinua, kuna Mungu ananena makuu ndani ya maisha yetu. Neno imetuhubiria sana, inatuhubiria kila wakati. Tuungane na Mungu pamoja, kwa sababu Mungu ako na uwezo. Ukisoma Zaburi 91 mstari wa 3, maandiko yanasema ya kwamba yeyote ambaye atakaye nitambua kama mimi ni kimbilio lake, nitaweza kusimama naye. Mstari wa 4 akasema ya kwamba nimewaeka katika mabawa yangu, mahali pale mtapata usalama. Kitu ya kwanza tunataka kutafuta sana ni kukaa ndani ya Mungu, ni kumtafuta huyo Mungu, na tuache kufadhaika, tuache kunungunika, tuache kuona ni kama hatutaweza. Tuko na uwezo tukiwa ndani ya yule atuwezeshaye, ambaye ni Mwenyezi Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anatenda. Mungu wetu anainua. Kila wakati Mungu akikuamsha, unafaa kusimama ukiwa na shukrani. Unafaa kumwamini Mwenyezi Mungu, ukiamini ya kwamba yale yote yako mbele yako Mungu anaenda kutimiza. Na hakika kuna Mungu katika mbingu. Hakika kuna Mungu anainua. Hakika kuna Mungu anaponya ambaye wewe ni mgonjwa. Wacha kufadhaika, unaona ni kama hutaweza kupona. Utapona katika jina la Yesu. Na ni maandiko yake inasema utapona unapomuita. Yeremia alimuita, akamwambia yeye Mwenyezi Mungu, naomba uniponye nami nitapona, ambaye ni 17 Yeremia mstari ambaye ni wa 14. Na tena akasema ya kwamba niokoe nami nitaokoka. Ni nini uko na wasiwasi? Unakuwa na wasiwasi kwa nini? Kuna Mungu katika mbingu. Kuna Mungu ambaye anapenda sana wale wanaomwamini, wale wanaomtumainia. Wacha kuangalia mwenzako, kwa sababu unaangalia unasema huyu hajaokoka, huyu haendaki kanisani, lakini ukiangalia maisha yake inaenda vyema. Hapana. Huyu hujui mali ametoa. Wewe unamwamini Mungu, unataka upate mali ambayo inayotokana na Mwenyezi Mungu, na hakika Mungu wetu ataweza kutuokoa. Mungu wetu ataweza kutuinua. Mungu wetu ataweza kunena mambo ndani ya maisha yetu, ambaye mambo inamtukuza Mwenyezi Mungu. Ni nini ambaye tunashangaa? Ni nini ambaye inatushinda
kukaribia Mwenyezi Mungu. Mungu wetu anatutenda mema. Mungu wetu anatuinua. Mungu wetu ananena ndani ya maisha yetu. Mungu wetu anatuangalia kila wakati, anatuhurumia. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ukisoma kitabu cha Naumi 1 mstari ni wa 4, maandiko yanasema ya kwamba Mwenyezi Mungu anaposimama katika karibu na Baali, ila Baali inakauka. Mwenyezi Mungu akisimama karibu na mito mikubwa, ile mito inakauka. Wewe kwa nini wewe ukamuita asimame karibu nawe? Kila kitu ambaye kinakusumbua kiweze kukauka, kwa sababu kuna Mungu. Mungu ni mwenye wivu. Mungu alisema ya kwamba hata shindana na kiumbe ambaye aliumba yeye mwenyewe. Na ndipo wanaona wakati mwingine anatuachilia. Anataka kuangalia ni wapi tutajipeleka. Na hakuna mahali, ndugu yangu na dada yangu, tutaweza bila Mungu. Hatutaweza bila imani. Pasipokuwa na imani hatuwezi kamwe. Kuna Mungu wetu. Mungu anatenda. Kuna Mungu anainua. Jina lake litukuke na jina lake likainuliwe. Wacha tukampe sifa huyo Mwenyezi Mungu. Kila wakati anatutazamia, kila wakati anatuinua. Kila wakati anatuinua, kila wakati. Ni kwa sababu yeye ni mwema kila wakati. Ninamshukuru Mungu kwa sababu naamini ya kwamba sisi wote tukiwacha kunungunika, tukiwacha kufadhaika, Mungu ataweza kuwa pamoja nasi kwa sababu yeye ni mwema na yeye ni mwaminifu kila wakati na kila saa. Katika jina la Yesu aliye juu mbinguni, aweze kutazama hitaji lako na aweze kukutimisia kwa sababu yeye ni mwema. Amen and amen. Sayuni TV, neno la Bwana. Sayuni TV 62.